Mimi naitwa Kelvin Shaban Heri, ni CEO wa Fountain Gate Sports Academy. Kuna masuala mawili. Kuna moja liliulizwa na mzee pale, alisema kuhusiana na issue ya talent development. Na kiuhalisia ni kwamba hata kwa hapa Babati tayari tumeanza. Niwape taarifa kwamba kesho pia tutakuwa na zoezi la kuzunguka katika academies ambazo ziko katika mkoa wa Manyara, na huko tunaenda kwa ajili ya kuweza kuwapush kidogo kwenye swala zima la equipments, kwa sababu tunajua kwamba kuna ukata mkubwa katika academy zetu mbalimbali ambazo zipo katika mitaa huku. Kwa hiyo tumeona ni vyema sisi kama Fountain Gate kile kidogo ambacho tunacho tutaenda kushare na wenzetu wale ambao wana academy katika eneo hili la Manyara. Basi tutawatembelea tukiwa na baadhi ya wachezaji wa senior team pamoja na uongozi wa senior team. Lakini swala la pili imezungumzwa hapa Fountain Gate Football School. Ni kweli tuna mpango mkubwa pale Mwanza kuhakikisha kwamba tunaenda kuwasaidia vijana wa kike na wa kiume ambao wanakuwa wamejielekeza au wamejaliwa kuwa na vipaji vya mpira wa miguu. Kwa hiyo tumekuwa na program kubwa pale Mwanza ambayo sasa ni rasmi kwamba shule yetu ya Mwanza inakuwa ni maalum kwa ajili ya wachezaji pamoja na wanafunzi wa namna hiyo ambao wana vipaji vikubwa. Tumekusudia kuwapa mafunzo ya hadhi ya kimataifa, lakini pia kwa miundombinu ambayo tunaendelea kuiboresha pale, maana yake watakuwa wanaandaliwa katika msingi ambao baadaye tunatengeneza kizazi kizuri ambacho kitaisaidia sana nchi yetu ya Tanzania. Tumeona baadhi ya wachezaji wa Kitanzania wakipata opportunity ya kwenda nje, wanaporudi wanaisaidia sana nchi yetu, especially tunapokuwa kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa na sisi tumeona tutumie fursa hiyo hiyo kuendelea kutengeneza kundi kubwa la vijana ambao wanakuwa wako bora uwanjani, lakini wako bora katika akili zao, kwa maana ya kuwaandaa vizuri katika masuala ya nje ya uwanja, na especially swala zima la nidhamu na kujitambua, kwa sababu hiyo ndio lengo ambayo imekuwa inatupa changamoto hasa katika malezi ya vijana wetu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo Fountain Gate tumekuja na mpango huo. Pale Mwanza tunayo program tunaita Youth Empowerment Through Soccer kwa maana ya YETS, pamoja na Gates ambayo imezungumzwa vizuri na president hapa. Kwa hiyo tuwakaribishe ninyi pia tutakapofika hatua ya kuzindua rasmi programu hiyo pale Mwanza, kwa maana sasa ya football school kwa upande wa shule pamoja na upande wa academy. Tutawapeni mwaliko muweze kufika na kuujuza umma wa Tanzania nini ambacho kinafanyika pale, lakini kwa sasa tutakuwa tunaendelea kutoa taarifa ndogo ndogo kwa kadri ambavyo tunakuwa tunafikia hatua. Ule uwanja uliokuwa uwanja wa Gwambina ambao sasa hivi ni Fountain Gate Complex upo kwenye maboresho pamoja na hostels za kisasa pale ili kusaidia programu hii kuweza kufikiwa. Wazazi wengi wamekuwa na changamoto, anamchukua kijana wake hapa na kumpeleka Ulaya. Sasa tunatamani tutengeneze Ulaya ndogo pale kanda ya Ziwa. Kwa hiyo huo ni mpango mkubwa ambao unahitaji sana ushiriki wa kila mmoja wetu katika kuufikia. Asanteni sana. Kwenye hilo swala ambalo mpango tunaouendesha pale umegawanyika katika maeneo mawili. Ya kwanza ni wale vijana ambao wako mashuleni, lakini upande wa pili ni wale ambao kuna wale school dropouts, lakini kuna ambao hawakupata opportunity kabisa ya kusoma. Sasa hawa wakiwa kwenye programu yetu tunatamani wajifunze vitu ambavyo havipo kwenye mfumo wa kawaida wa elimu, lakini vinawasaidia kuwanoa ubongo wao ili waendelee kuwa watu wanaotegemewa katika jamii ambayo inawazunguka. Kwa huko mtu ataenda kujifunza masuala ya ujasiriamali, atafanyiwa guidance and counseling kumrudisha katika ule uhalisia wa kibinadamu. Lakini pamoja na masuala ya communication skills, tunamwandaa mchezaji lakini akipata opportunity ya kucheza nje ya mipaka ya Tanzania, kama hafahamu vizuri Kiingereza inaweza ikawa mtihani kwake hata kufanya communication huko anapoenda. Kwa hiyo kuna mafunzo ambayo wanayapata nje ya utaratibu wa kawaida wa football kwa maana ya practical pamoja na theory, lakini wanafundishwa na hivyo vitu vingine ili kuwaandaa kuwa wachezaji wazuri lakini ambao wameandaliwa vyema hata katika akili zao.